Na mtazamaji wa TBC2, karibu katika mahojiano maalumu na mbunge wa Iringa mjini Jessica Msamba-Tavango. Tufahamu yale yaliyofanywa katika awamu ya 6 kwenye jimbo lake. Mheshimiwa Jessica, habari za asubuhi? Salama kabisa. Shikamoo. Marhaba. Mheshimiwa mbunge, tumebakiwa na siku chache kuelekea uchaguzi mwezi Oktoba. Na pengine tunaomba kufahamu au tunahitaji kufahamu yale yaliyofanyika katika kipindi cha awamu ya 6. Miradi gani na yamewanufaisha vipi wananchi wa jimbo lako? Asante sana, nashukuru kwa kunipa fursa. Yaliyofanyika ni mengi, sijui kama muda utatosha, lakini labda tuende kwa sekta. Kikubwa sana unapoomba ridhaa kwa wananchi, kuanzia Mheshimiwa Rais, wabunge na madiwani, kwanza huwa tunasema kuimarisha huduma za jamii, kwa sababu ni ajenda ya kudumu. Masuala ya afya, elimu, maji ni ajenda za kudumu. Kwa hiyo kwa Manispaa Iringa, kwa mfano nikianza na swala la afya. Sisi Manispaa Iringa tuna hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, lakini tuna hospitali ya wilaya ya Frelimo, tuna vituo vya afya na zahanati katika ile jimbo. Lakini wakati tunaingia madarakani 2021, maana nikiongelea hii serikali ya awamu ya 6, tulikuwa tuna upungufu mkubwa wa vituo vya afya, na hospitali yetu ya wilaya ilikuwa kama kituo cha afya pasei. Yaani ile hospitali ya wilaya ilikuwa tu ina OPD, sehemu ya kupokelea wagonjwa, na tulikuwa tuna kitu kinaitwa combine maternity ward, lile ward la kujifungulia kina mama ambalo ni combine. Sasa of course tangu mwaka 2018-19 ndo ilipandishwa hadhi kwa hospitali ya wilaya, na kutoka pale mpaka 2021 tuliwahi pokea milioni 400 tu, zaidi ya miaka 10. Ndani ya miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ile hospitali imepokea zaidi ya bilioni 3 na milioni 550. Umenielewa sijui? Kwa zaidi ya miaka 10 milioni 400, ndani ya miaka 4 tumeshapokea zaidi ya bilioni 3.5. Na nikiongea hivyo wananchi wa Iringa wanaelewa vizuri sana, kwa sababu wao wapo katika ile mazingira na wanaona. Na ile ilisababisha msongamano mkubwa kwenye hospitali yetu ya mkoa wa Iringa, kwa sababu sasa wananchi wakitaka huduma zile za level za hospitali level ya wilaya walikuwa lazima kwenda kwenye hospitali ya rufaa. Lakini sasa hivi ukifika pale, nilikwambia tulikuwa na OPD na lile wodi la wanawake la kujifungulia. Ukifika pale sasa hivi kuna mawodi tayari ya wanawake na wanaume. Tunasema medical ward 2, tuna surgical ward 2 wanawake na wanaume, tuna wodi ya watoto wa kawaida, achana na hao vichanga sasa wanaojifungua na mama zao. Tuna theater, tumejengewa mortuary pale, kichomea taka cha kisasa sana. Pale tumeletwa X-ray, digital X-ray ya kisasa sana, na ndio hospitali pekee katika Tanzania, labda wanaweza kawa 2 au 3 tu zenye level ya halmashauri ya wilaya zenye daktari bingwa. Sisi tuna daktari bingwa wa mifupa katika hospitali yetu, tumeletewa sasa hivi. Na bado tumeongezewa fedha nyingine ambazo mwaka huu tunamalizia hii budget. Tumejenga pharmacy kubwa, pharmacy kama na sehemu ya kuhifadhia dawa. Unajua tulipoingia bungeni ilionekana kuna tatizo kubwa na shirika letu la MSD, hasa kufikisha vifaa tiba kama madawa kwenye hospitali zetu za wilaya na vituo vya afya na zahanati kwa wakati. Kwa hiyo serikali ikaja na mpango kwamba sasa ijenge hizi pharmacy kwenye kila hospitali za wilaya, ili dawa sasa ziwe zinahifadhiwa kwenye zile pharmacy, halafu zinabebwa kupeleka kwenye vituo vyake vya afya na zahanati. Kwa hiyo hii imeturahisishia sana kutokuwa na kule kucheleweshwa kwa dawa kwenye zahanati, kwenye hospitali zetu zinazokuwa ndani ya halmashauri husika. Lakini hicho tumejengewa sasa pale. Tumepewa fedha za vifaa tiba zaidi ya mpaka sasa nikihesabia imefika zaidi ya bilioni 1. Unaona, ambazo na madawa na vifaa tiba na hizo nini na mashine zingine ninazokuambia. Hiyo ndo kwenye level ya afya, na nimeanza na hospitali yetu ya wilaya the way ilivyokuwa. Lakini tumeongezewa sasa vituo vya afya 4, kimoja cha 5 kinajengwa sasa hivi. Kwa hiyo wananchi wa Iringa wanafahamu tulivyoingia kwenye kampeni tuliwaambia tutajenga kituo cha afya Mkimbizi peke yake. Mkimbizi kimekamilika na kinatoa huduma. Usijui yani kwenye kile kituo cha afya Mkimbizi tunafanya hadi operation pale. Kituo cha afya chenye level ya kufanya operation. Kwa sisi tuna kituo cha afya Mkimbizi tumejenga, kinafanya na operation.
Tuna kituo cha afya mkoa wa Hoho kimejengwa na tunafanya na operation vituo viwili, lakini tuna kituo cha afya ambacho kinajengwa Isakalilo. Alafu tuna kituo cha afya kingine ambacho tumejenga eneo la Kitwilu ambacho tunaendelea kujenga. Kwa hiyo hizo ni level za vituo vya afya. Lakini tuna zahanati tumeongezewa 4. Kuna sehemu ambako kulikuwa kuna kabisa zahanati, kwa mfano Ugele, kuna kijiji kimoja kinaitwa Ugele, ni mbali kidogo kutoka Iringa Manispaa. Kama kilomita 8 kufika mpaka kule, 8 mpaka 10 na kidogo. Kwa hiyo kule tumeongeza zahanati. Kuna zahanati nyingine ya Mtalagala tumeongeza. Kuna Mtuvila pia tunajenga zahanati, na kuna zahanati nyingine ambayo tumeongeza tunayo katika eneo la Nduli. Hizo ni kwenye huduma ya afya. Sasa hapo nimekwambia Iringa Manispaa tuna pia hospitali ya referral ya mkoa wa Iringa. Hospitali yetu ilikuwa inajaa sana kutokana na kwamba tulikuwa hatuna vituo vya afya vya kutosha. Sasa tumeongezewa hivyo 5 vinavyoendelea kujengwa, zahanati tumeongezewa, kwa hiyo imepunguza congestion kwenye hospitali zetu ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo katika ile hospitali ya mkoa wa Iringa tumeongezewa jengo la EMD kwa zaidi ya milioni 600. Lakini tumejengewa jengo la viungo bandia. Sisi pale ukija wadada hata kama kavunjika mguu unaweza kuona ana mguu mzuri ukashangaa kumbe kawekewa bandia, kazi inaendelea. Bajaji wangu bodaboda wakiwa kwenye mitikasi zao unajua wanapata ajali, anaweza kakatwa mguu. Sasa ukamkuta anatafuta kiki kwa bodaboda ukazani ana mguu kumbe kawekewa kiungo bandia. Hospitali yetu ya mkoa wa Iringa tuna wataalamu 4 wa viungo bandia, lakini tumeletewa na hilo jengo, yani karakana ya viungo vya binadamu. Alafu tuna VIP ward ambao limejengwa kupitia wadau lakini na serikali kusaidia zaidi ya milioni 600. Ile VIP ward ni ward ambayo kiongozi wa level yoyote, hata rais akipata ajali nyanda za juu kusini anatibiwa pale. Yaani ni VIP. Umenielewa? Kwa sababu Iringa inaandaliwa kuwa ni mji wa kitalii. Kwa hiyo sisi tunajipanga kitalii. Kwamba hata akitokea amekuja mfanyabiashara mkubwa wote toka nchi yote, Marekani, Uingereza, amekuja. Kwa hiyo unajua wale akija Bill Gates, akija sio akina Elon Musk, anaweza kulazwa pale kwenye hospitali yetu na akatumia ile VIP ward na mabodyguard wake wote na accommodate mle ndani, hakuna shida. Hiyo tumetumia karibu milioni 600. Lakini sisi katika hospitali yetu ya mkoa wa Iringa pia tumeunga mfumo wa tehama. Sisi zile habari za kwamba daktari amechanganywa faili na nesi, badala ya kupelekewa faili la mgonjwa wa operation ya kichwa kapelekewa mguu kapelekewa kichwa, badala ya kumfanyia operation ya mguu umemfanyia kichwa au kichwa umemfanyia mguu, Iringa haipo. Wewe unakwenda tangu mapokezi, unaseviwa kwenye kompyuta, mwanzo daktari wa kule anatumiwa ulichoandika, anakuhoji, anakudiagnose, anatuma vipimo maabara, mwanzo anafungua kwenye kompyuta, anasoma, wanakuchukua sample, unapimwa, anapeleka kwa daktari akuandikie dawa. Ukienda yale movement ya paperwork imeisha. Maana ile ndio inasababisha mambo mengi. Nesi anaweza kapeleka faili kumbe huko ana mawazo, anadaiwa sijui kikoba au nyonya damu, akachanganya mafaili. Yale Iringa hapo, sisi tushafungiwa mfumo wa tehama. Kwa hiyo kwetu tuko fresh, lakini serikali ya 600 pia imetusaidia sisi vifaa kama magari, ambulance. Tumeletewa ambulance katika hospitali yetu ya wilaya ya Frelimo. Tuna ambulance tumepeleka katika kituo chetu cha afya cha Ipogoro. Lakini pale kwenye hospitali yetu ya mkoa pia tuna magari mawili. Moja tumenunua kwa mapato ya ndani karibu kwa milioni 177. Mapato ya ndani manake ndo zile watu wanamuona daktari analipia 10,000 ndo mapato ya ndani. Kwa hiyo zile nazo tumeweza kununua gari, lakini tumeletewa gari nyingine na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kusaidia utawala. Mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa yenye kuwa na watoto wadumavu na pamoja na lishe. Pengine ni kwa namna gani umepambana kuhakikisha kwamba swala hili au changamoto hii inaondoka kwa kuwa na uwepo wa watoto wadumavu? Ya kwanza tumepambana kuimarisha afua za lishe. Kuna vitu vinaitwa afua za lishe. Kwa hiyo ambapo watoto wakina mama wale wakiwa wanakwenda hospitali mle wanapata elimu ya kutosha kwenye vituo vya afya kuhusiana na namna anavyotakiwa mtekekea mtoto. Hizo kuimarisha afua za lishe, lakini pia tuna wadau wanaotengeneza chakula. Kwa mfano tuna Mama Seki Sembe pale, anaweka virutubisho kwenye unga ili kuongeza lishe. Lakini Iringa hatuna tatizo la chakula, hatuna uhaba wa vyakula in fact, na tuna variety of food. Lakini shida ni namna labda tunavyokula. Yaani labda tunapendelea kula kande zaidi. Unakula kande asubuhi na nyoya chai, mchana unakula kande, jioni unakula kande. Au unakula wali. Sisi hata mpunga upo. Kwenye jimbo la Mheshimiwa,   Lukuvi kunatoka mchele mzuri standard sana. Yaani ni mchele bora sana. Kwa hiyo sisi hatuna tatizo la chakula. Hatuna uhaba wa vyakula. Lakini shida ni namna labda tunavyokula. Yaani labda tunapendelea kula kande zaidi. Unakula kande asubuhi na nyoya chai, mchana unakula kande, jioni unakula kande. Au unakula wali. Sisi hata mpunga upo. Kwenye jimbo la Mheshimiwa,  Lukuvi kunatoka mchele mzuri standard sana. Yaani ni mchele bora sana.
Kwa hiyo kila chakula pale kipo. Kwa hiyo tunachofanya ni kuongeza viinilishe kwenye chakula au virutubisho ili watu waweze na kuwapa watu elimu. Unajua mambo ya virutubisho yana mambo mengi. Watu wengine wakubaliani navyo sana. Lakini not only hicho, pia kuwafundisha watu wakina mama jinsi ya kuandaa chakula kwa mchanganyiko. Watoto wapate matunda. Na tunawaambia matunda sio ndizi na apple sio na nini, hata yale matunda poli nayo ni matunda. Kwa hiyo tunawaelekeza. Lakini imefanyika juhudi kubwa. USAID walituambia kwamba kwa juhudi tulizofanya tunatumaini udumavu umepungua. Lakini kama hujapungua nafikiri inatakiwa ufanyike utafiti upya. Lakini sisi tunajiuliza maswali. Sisi tunaambiwa wadumavu Iringa. Lakini sisi ndo tunaongoza kwenye mitihani darasani my intelligence, lakini nasikiaga kwamba udumavu unaendana pia na akili kutokuwa afya akili kuyumba. Sasa sijui. Mheshimiwa Mbunge, umezungumzia issue ya afya. Pengine sasa twende upande wa wa barabara. Pengine tumeshuhudia of course zimetoa fedha nyingi kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa barabara mpya kwenye majimbo na halmashauri. Sawa. Ni kwa namna gani mmepambana sasa kuhakikisha kwamba barabara zimefunguka na zimekuwa katika hali nzuri? Mpaka Disemba 2024 mtandao wa barabara ndani ya manispaa Iringa ilikuwa ni kilomita karibu 541. Hiyo ni kilomita 540 jimbo langu tu. Ukiunga vipisi umetoka Uchocholo huko kwenda huko ni 544. Ni kilomita sawa na kutoka Dodoma kwenda na kurudi mara mbili. Au ni sawa na kutoka Iringa mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo ni mzigo mkubwa. Kwa hiyo sisi sasa hata hivyo tunashukuru kwa sababu katika hizo kilomita 500 ni kilomita 541. Katika hizo kilomita 541 kilomita 42.7 ni lami. Lami pasei tumeweka ndani ya ule mji wa Iringa. Lakini hiyo ni nakupa data za Disemba, sijachukua mpaka saizi Mei kwa sababu bado kuna vipisi vingine itaongezeka kidogo. Vipisi vingine ambavyo tulikuwa tunaendelea kuweka lami. Tulikuwa tuna mtandao wa kilomita kama 42.7 ya lami, lakini changalawe. Hizi changalawe ni barabara ambazo zinapitika vizuri tu kwa msimu wote, lakini sio lami ila ni changalawe. Zenyewe ni kilomita 105. Lakini tuna barabara sasa za tope kilomita 393. Hii ndio changamoto sasa. Maana mara nyingi hizi wakati wa mvua zinaweza zikaleta shida au wakati mwingine zikabebwa. Kwa sababu unajua Iringa ni nyanda za juu kusini na always tuna mvua nyingi. Kwa hiyo mvua ikiwa nyingi mara nyingi zinabomoka, lakini tunachofanya sisi manispaa tuna grader ambalo mara nyingi wali na intervene kama TARURA wame float. Maana wakati mwingine TARURA nao wanaweza kashindwa kutokana na huo ni mtandao mkubwa. Na meneja wetu sio TARURA ni mtu bora sana, lakini ana mzigo mkubwa kwa sababu anasimamia majimbo matatu. Barabara jimbo la Iringa mjini, Isimani na jimbo la Kalenga. Kwa hiyo ana mtandao mkubwa zaidi wa lami. Kwa hiyo TARURA wakishindwa sisi tuna intervene, halmashauri wanajaza mafuta, tunaingia kukwangua barabara ili kuhakikisha kwamba zinapitika. Mheshimiwa Mbunge, umezungumzia afya pamoja na barabara. Vipi sasa katika swala zima la elimu? Sasa kabla tuende kwenye elimu, labda tukimaliza kabisa na uchukuzi. Si ndio Tuna barabara nyingine ambayo ni muhimu na ninaomba sana hili kama wanailinga sisi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya 6. Tutaendelea kuwashukuru siku zote. Hatuna maneno mazuri ya kuambia, lakini kwenye barabara hii inayohitaji sasa hizi Emwara mpaka Ruaha National Park kilomita 104. Barabara imeshaanza kujengwa. Inaingia mbuga za Ruaha. Hii ni barabara kubwa itakayotumia zaidi ya bilioni 140 na. Lakini na yenyewe ni ya kilomita 104. Na ni mbuga kubwa ile ya Ruaha unajua. Sisi kwetu wametufungulia uchumi sana pale. Tunawashukuru sana kwa barabara. Nayo imeshaanza kujengwa. Lakini tuna uwanja wa ndege wa Iringa. Uwanja wa ndege wa Iringa ulikuwa unatua vindege tu, vilikuwa vinatua vindege vidogo vidogo. Na sisi Iringa tulikuwa tukupanda ndege tunatumia 500,000 kwenda tu Dar es Salaam. Kwa kama unataka round trip ni milioni 1. Sasa hivi tumejengewa na kutanuliwa ule uwanja umekuwa mkubwa. Ndege za ATCL zinashuka mara 3 kwa wiki. Sasa hivi round trip unakwenda zako Dar kwa 199. Wewe fikiria jinsi walivyotuongeza. Yaani ule unakuwa ni mji wa kitalii. Mimi naambia watu karibuni Iringa kutalii. Sisi mji wa machifu. Sasa tuende kwenye elimu. Kwenye elimu Iringa manispaa kwa umaarufu wake na jinsi ilivyo, sisi tuna elimu ya awali mpaka vyuo vikuu ndani ya mji wa Iringa. Elimu ya awali na msingi nikianza.
Sisi tuna shule za msingi pale ambazo tumejengewa kwa miradi ya boosti, lakini na kumalizia maboma. Tumemalizia maboma, tumejenga madarasa mapya 50, na hii nakwambia ni data ambazo tunazo mpaka Disemba 2024. Sijachukua hii miezi 6 tunavomalizia bunge. Tutakuja kuwind up mwishoni. Kwa hiyo pale tulijenga madarasa 50 mapya kwenye shule za msingi, lakini tulimalizia maboma ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye shule za msingi. Halafu tumekuja sasa tumejenga shule za msingi shikizi. Tuna shule ya msingi Kipululu mpya. Tumepeka madarasa 5 pale na wananchi walijenga kwa 3. Hiyo ni shule mpya imekamilika Kipululu. Tuna shule ya msingi shikizi Kihesa ambayo iko pale Kihesa shule ya msingi. Tumejenga shule nyingine mpya pale na watoto wameanza kusoma. Lakini tumeongeza shule ya msingi nyingine eneo la Isakalilo Zizi. Tumeongeza shule ya msingi Zizi nyingine mpya. Hiyo ni shikizi, shule mpya kabisa inajengwa package. Na hizi shule si chini ya milioni 350 mpaka 400. Lakini tukaja surprise ya pili, tukaongezewa madarasa mengine 33. Tukaongezewa madarasa mengine 33. Kwa hiyo kwa ujumla kwenye sekondari tuliongeza madarasa 80 to date. Lakini shule sasa, hayo ni madarasa yameongezwa. Sasa shule nzima, yani nzima pap, unaletewa milioni 630. Tuna shule ya kwanza inaitwa Isakalilo Sekondari. Wananchi wa Iringa wanaifahamu, wanajua shule bora kabisa. Ya kwanza tuloletewa Isakalilo Sekondari. Tukaletewa mara ya kwanza milioni 470, tukaja tukaongezewa 130, tumekuja tumeongezewa tena fedha nyingine kwa ajili ya nyumba za wafanyakazi. Shule ina operate na iko full squad. Halafu tukaja tukapewa shule nyingine nzima. Tuna shule nyingine inaitwa Kigungawe, iko kata ya Igumbilo, na yenyewe nzima imekamilika, watoto wanasoma. Lakini tuna shule nyingine ya sekondari inaitwa Shabaha. Nzima hiyo. Yani hapo unapewa shule nzima pap milioni 600, hizo jengeni, mnaanza 470 hivyo. Hiyo inaitwa Shabaha. Wananchi wangu wa Iringa nikitaja hivi wanazielewa vizuri sana. Lakini tuna shule nyingine ambayo tumejenga inaitwa Kwa Vava iko eneo la kata ya Kitwilu, wanakopakana na Ruaha. Hiyo nayo ni full squad, na juzi tumepeleka tena fedha kwa ajili ya kujenga mabweni. Ile tunataka iwe pia ya bweni. Kwa hiyo tumepeleka na mabweni pale, fedha za mabweni. Shule imekamilika vizuri, mwaka jana Mwenge ulipita pale ukafungua. Shule imekamilika na watoto wanasoma mabweni, na mwaka huu tena tumewaletea mabweni yanaendelea kujengwa. Lakini tuna shule nyingine ambayo tumemalizia sasa ya 5 ya sekondari nzima. Achana na yale madarasa yale. Hii nzima ya mwisho tumeletewa ipo eneo la Mtalagala, inaitwa Mwemako, lakini hasa mimi naita Mtalagala, lakini diwani wangu mmoja ameniambia anataka iitwe whatever itakavyoitwa hivyo. Micha msingi nimepeleka shule. Kwa hiyo kuna shule nyingine pale nayo inaitwa Mtalagala Sekondari katika eneo la Mtalagala. Kwa hiyo shule 5 nzima. Hiyo ni kwenye swala la elimu sekondari. Lakini tuna shule kongwe. Unajua ile miji ya machifu, kwa hiyo unatakiwa unakwenda taratibu. Tuna shule kongwe, tuna Iringa Girls. Iringa Girls ni shule yetu ambayo ilikarabatiwa kwa zaidi ya milioni 600. Kwa zaidi ya milioni 600 ndani ya jimbo la Iringa mjini. Hiyo Iringa Girls ni shule ya kitaifa. Inabeba wanafunzi toka Tanzania nzima, na ni shule ya wasichana, lakini inabeba na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tuna watoto wengi sana wenye ulemavu pale. Ulemavu aina mbalimbali, ikiwepo albinism, ikiwepo wenzetu walemavu wa macho, walemavu wa ngozi hivyo. Kwa hiyo tuna Lugalo iletwa zaidi ya milioni 700 na imekarabatiwa yote iko pale. Kwa hiyo zipo hizo ni shule kongwe ambazo zipo. Lakini tuna shule moja ya Mawelewele. Hii Mawelewele na yenyewe ni shule ya kitaifa, ilikuwa ya kata wametransform kuwa ya kitaifa, tumeletewa mabweni pale ya kutosha, na yenyewe imekuwa ni boarding school. Lakini tuna vyuo vikuu. Ndani ya Manispaa Iringa tuna vyuo vikuu 4. Chuo kikuu cha kwanza tunaanza na Muse, ni chuo cha serikali ambacho chenyewe sasa kile kwanza kilikuwa ni chuo ambacho kimejengwa tu kipo kwenye tope, yani ukipita mle unachafuka, na ni sasa hivi kile chuo kimewekwa lami, chuo kizima zaidi ya kilomita 3.5. Kumepigwa lami mkeka tu ndani ya chuo chote, na tunapita, wananchi wanapita. Unajua ni eneo kubwa la chuo. Kwa wananchi wanapita toka kata hii, wameturahisishia, wanapita kwenye zile lami wanakwenda kwenye hospitali yetu ya wilaya. Hiko ni chuo chetu cha Mkwawa. Lakini Mkwawa pia wameletewa zaidi ya bilioni nadhani 14 kwa ajili ya ujenzi wa mabweni. Tunataka tujenge mabweni ya ghorofa 2
ambayo mabweni ya gorofa yatakuwa labda yatakuwa gorofa 5 au 6. Sasa tegemeana unahesabu na ground floor whatever, lakini mabweni kwa ajili ya wanafunzi wa pale. Lakini wameongezewa theater, yani maukumbi yale kwa ajili ya lecturing. Yapo katika chuo chetu cha Mkwawa. Pale Mkwawa tumetoa mikopo kwa wanafunzi zaidi ya 5,000 wanaosoma pale Mkwawa chuo chetu. Hiko ni chuo cha serikali. Tuna chuo kikuu cha Roman Catholic kinaitwa Luku, kiko pale Manispaa. Hapa tumetoa mikopo kwa wanafunzi zaidi ya 267 wanaosoma pale. Ni chuo cha Kiroma lakini kinasaidia watoto wa Kitanzania, na serikali haikuona hiana kusema tuwasaidie nao mikopo, watasomeshwa kwenye chuo binafsi cha dini, na tunashukuru sana viongozi wa dini kwa kweli kwa kwenda kusaidia hizo huduma za jamii. Lakini serikali nia yake ni kwamba hata kama wenzetu dini wanatusaidia na sisi tusaidie. Kwa hiyo wanawakopesha wale wanafunzi. Hilo halina ubaya kwa kweli. Na kuna wakati mimi najua hii mikopo leo isitishawa kwenye vyuo vya binafsi na vya taasisi viliumba sana. Lakini sasa hivi kuwa na wanafunzi 2600 ni wengi sana, viliathirika. Ile imerudi na amerudisha umama awamu ya 6, amerudisha mikopo. Mnyongeni, mimi nasema hakuna mnyonge kwanza. Haki yake mpeni tu. Imepita hiyo. Yaani kwa sababu vilikuwa vimetolewa ile mikopo, amerudisha. Mimi chuo changu kile kwa kuna wanafunzi wachache saa hizi, kile chuo chetu cha Roman Catholic kina wanafunzi 2660 na ambao wanapata mkopo wa serikali. Tuna chuo kingine cha Lutheran pale, Iringa University of Iringa au almaarufu Tumaini University. Pale wanafunzi zaidi ya 1303. Alafu kile chuo chetu cha Tumaini jamani, karibuni msome. Chuo chetu cha Luko karibuni msome. Hiki baba askofu ndo. Wewe fikiria mkuu wa chuo ni baba askofu. Unafikiriaje hapo mtoto akitoka na maana yake ni kwamba furu maadili ya kidini. Ni furu maadili ya kidini, hapo ndo Luko. Sasa kuna kile chuo cha KKT. Kile na chenyewe ni cha kidini. Lakini unajua mkuu wa chuo nani? Mkuu wa chuo ni mkuu wa majeshi mstaafu, Venance Salvatore Mabeo. Alafu unajua nani msaidizi wake nani? Osea. Ukileta mchezo kwata kwa kwenda mbele. Mkurugenzi wa TAKUKURU mstaafu ndo msaidizi. Kwa ni furu jeshi. Yaani ile ni furu jeshi. Ukifika pale rushwa hamna, ukifika pale uzembe, uhodari, yani pale inatakiwa uwe mzalendo, hodari, jasiri, yani zile sifa za kijeshi uwe nazo. Mambo ya rushwa pale. Sasa kama kweli mkurugenzi wa TAKUKURU mstaafu ndo mkuu wa chuo, msaidizi wewe utapenya vipi na rushwa? Ndio yuko kwenye chuo chetu cha Tumaini na waadhiri wengine, wachungaji wako pale, madokta, na askofu wangu Profesa Odenberg Mdegera ndo waasisi wa kile chuo, na yeye ni askofu. Yani kile chuo kimesheheni kila kitu. Kwa hivyo vyetu sisi Iringa jamani ndo vya mtizamo huu. Hebu fikiria baba askofu ndo mkuu wa chuo. Alafu mkuu wa majeshi mkuu wa chuo. Yaani hapo lazima tu mtanyoka. Kwa hiyo hivyo ndio vyuo. Sasa pale Tumaini maana yake tumewakopesha wanafunzi nishasema 3300 hivyo ndio wanaendelea. Sasa tunamshukuru Mheshimiwa Rais huyu wa awamu ya 6 kwa sababu hawa 3000 yamkini wasingekuwepo pale Tumaini chuo kikuu au University of Iringa. Hawa 2267 wasingekuwepo hiki chuo cha Luku, lakini wapo kwa sababu serikali imetoa fursa ya mkopo. Lakini tuna Open University of Tanzania wako pale na wana branch vizuri kabisa. Wenyewe wanafanya na wanasupportiwa na wanakuwa wanajiendesha vizuri na serikali na facilitate. Wapo kina Profesa Chachage wanakisimamia kile chuo Open University of Tanzania. Na sisi tunawashukuru watoto wetu wanaenda kusoma na watu wa mkoa mzima na mikoa jirani wanakuja kufanyia mitihani pale. Kwa hiyo ni kwenye level ya vyuo vikuu. Kwa hiyo unaweza ukaona. Sasa ni kule sekondari kwanza tushaongezewa walimu zaidi ya 400 wapya wameajiriwa. Huku maprofesa wamejaa, maprofesa wenyewe wa elimu tofauti, elimu za dini, elimu za kijeshi, elimu za nizamu kama hivyo usio na rushwa. Ndio hivyo. Kwa hiyo sasa nyinyi jamani karibuni Iringa, sisi tuna kila kitu. Kwenye elimu naona niishie hapo kwanza. Na mtazamaji wa TBC tu, bado tupo katika mahojiano. Hayo ni baadhi tu ya mambo yaliyofanyika katika jimbo la Iringa mjini. Mheshimiwa mbunge, bado hujagusia swala la maji. Pengine ni kwa namna gani umepambana kuhakikisha kwamba jimbo maji yanapatikana? Hebu tu huko kwingine unajua mara nyingi ukipata kitu unasahau kama ulikuwa na shida nacho. Sisi Iringa Manispaa maji mpaka leo maji
ni 97.8. Ilani ya CCM inataka mijini tuwe na 90. Sisi tumeshakwenda 97. Nafikiri walipandisha kwa sasa 95, tuna 97.8. Na wewe wanamuuliza ni wapi? Kwa sababu sisi tuna sehemu mbili ambazo hazijafika maji ya bomba. Tuna eneo linaitwa Ugele na tuna eneo linaitwa Moss. Ni juu ya milima hivi. Na kule Wizara ya Maji walitaka kuja kutuchimbia na waleta mitambo. Bahati mbaya sana katika kufanya utafiti maji hayapatikani ya kutosha, ambao wao nadhani wangechimba ili aweze kutosheleza wananchi. Lakini hata hivyo walikuwa bado, sio kwamba wale wananchi hawana maji kabisa. Kwa mfano kule Kugere wana kisima chao cha maji, ila kinasuasua kidogo, yani maji yale yanakuwa sio ya kutosha. Kwa hiyo ni hizo sehemu mbili. Sisi Manispaa Iringa tuna maji na tumepeleka na majimbo mengine. Yani wengine wanachukua toka pale mjini. Kwa hiyo Manispaa Iringa shida ni kodi, ni kulipia bili tu. Lakini kwamba utakuwa huna maji sio kweli. Yani maji yapo ya kutosha na ni maji safi. Na kwa taarifa yako sasa, labda nikwambie breaking news, ni kwamba Manispaa ya Iringa au mamlaka ya maji ya Iringa, IRUWASA, ndio mamlaka bora ya maji ya pili kwa Afrika. Sijui umenielewa, sio kwa Tanzania. Kwa Afrika ndio mamlaka ya pili ya maji, IRUWASA ile. Unaona? Kwanza wanachukua kero za wananchi digital. Yaani muda wote ukipiga wanapokea, na wakipokea ina record digital. Kwa hiyo mkurugenzi akifungua atajua huyu alijibiwa, huyu hakujibiwa. Yaani pale wana center kabisa. Yaani kila kitu kinakuwa kiko wazi. Wazi na wananchi wanasema na nani alijibu nini. Na wako perfect. Yaani hata mimi nikipiga simu anytime watapokea. Mkurugenzi hata kama amesafiri, nikimpigia simu akiona missed call akitoka ataniambia mheshimiwa mbunge nilikuwa kwenye gari au nilikuwa kwenye kikao, unasemaje? Na ata forward, akiforward pale kwenye center yao ya kupokea kero, wale atatafutwa nani anahusika. Haya, umeshughulikiaje? Anatakiwa feed pale kwenye center wajue ameshughulikiaje lile tatizo. Kwa hiyo ndio inatupa sasa ubora. Lakini matatizo sijui ya matumbo sijui nini pale hamna, kwa sababu treatment ya yale maji ni ya hali ya juu. Sasa kuambiwa ni mamlaka bora, yani ujue kiafrika, sio unajua ilikuwa kwa viwango gani. Kwa hiyo sisi kwa issue ya maji, siku moja kwa kwenye mkutano wa hadhara nikauliza wananchi wangu, eti wananchi wa Iringa nani hapa leo kaenda mtoni kuchota maji? Hamna. Kwa hiyo sisi kwa kweli issue ya kumtua mama ndio kichwani. Na si kwamba wakati tunaingia kulikuwa hakuna mitaa, ilikuwepo. Mitaa ambayo ilikuwa haina maji, ilikuwepo mingi tu. Maji yalikuwa hajafika Ulonge, maji yalikuwa hajafika Mtalagala Msisina, maji yalikuwa hajafika majengo mapya huko majengo mapya huko Igumbilo, maji yalikuwa hajafika huko Matungulu, maji yalikuwa hajafika huko Kiesa Mibata, huko Kipululu. Kwa hiyo si kwamba kulikuwa kote, yalikuwa hayajafika na ndio yamepelekwa. Kwa hiyo issue ya maji sisi kote tuko fresh. Labda hapo tuende kwenye nishati. Nishati ya umeme. Ni kwa namna gani umepambana kuhakikisha kwamba swala la umeme au nishati imepatikana kwa wakazi wa jimbo lako? Na tuanzie hapo. Kwenye nishati tulikuwa tuna mitaa mingi. Wakati tunaingia tulikuwa tuna mitaa karibu 20 na hivi, ilikuwa bado haijapata umeme. Navyoongea sasa hivi tulibakiza mitaa kama 6, lakini tuna mtaa wa ambao of course umeme sasa ni continuation kwa sababu watu wanajenga. Kwa hiyo unaweza kuwa umefikisha, lakini wengine wakaendelea kutaka kujenga tena, wakaenda mbele, kwa hiyo mnaendelea kusambaza. Lakini so far mtaa ambao haujafika umeme kama mtaa ni huo Mosi, na huo mtaa unaoitwa Mtalagala na Msisina na Ugele. Mitaa 4 ndio kule ambako hatujafikisha umeme. Na bado tulikuwa kwenye project na miradi kwamba tufikishe umeme mpaka kule. Nafikiri kwenye hii awamu hii hapa sasa hivi walikuwa wameshapita, wanafanya check up kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamalizia mitaa yote kwenye hii program ambayo Wizara ya Nishati wao wenyewe wanayo, na tumepewa vitongoji, wenzetu wamepewa vitongoji 15, mijini tumepewa mitaa 15. Kwa hiyo mitaa yote imekuwa accommodated kwenye hiyo program na kwenye huo mkakati ambao sasa wanaendelea nao kuchakata kuendelea kusambaza. Kwa hiyo hata umeme ni zaidi ya 95%. Na tazamaji wa TBC, mimi sina la ziada kutokea hapa katika viunga vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni Pius Nkanabo, TBC 2.